Guys, welcome back to Omen Podcast. So, nataka tulizane swali. Why do you think we had a chaos in Homa Bay? That's a question that I'm asking for my viewers. Why do you think we had that chaos? In Homa Bay, chaos yenye ilikuwa huko ilikuwa ni kusend a message. And allow me to explain why, okay? And if you see this video is useful, just do me a favor, hit that button, then you can continue, okay? Let me come back to the topic. The reason why we had a chaos in Homa Bay is fighting about power. There are some people fighting for power, and that's the reality. And Sifuna was just a part of a collateral damage. Hakuwa supposed to kuwa hapo. That's the reality. You see, Gladys Wanga, Babu Owino, James Orengo, Kaluma, and who else? Akina Simba Arati and others. When you look at those people as general, they are fighting for power, na hiyo power iko ndani ya nini? Ndani ya ODM. They need to control ODM or they need to lead ODM. Na only leader mmoja anaweza tokezea. So Homa Bay ilikuwa ni jinsi ya kutuma nini? Kutuma message. Na wacha mwanzo nianze kwa kusema hivi. When do you think Babu Owino joined the parliament? Tukuje in terms of kila mtu Mkenya alijoin parliament ndo uone vita inatokezea wapi hii ya Homa Bay. Babu Owino alijoin parliament 2017 na alichaguliwa kama mbunge wa Embakasi East na alifanya kazi. So mpaka watu wamefanya nini? Wamemrudisha. Alifanya kazi huko. Now, from 2017 to 2026 mwaka yenye tuko saizi, current year, if you can subtract that hizo miaka unapata ni 9 years. Okay? 9 years down the line, Babu Owino akiwa kwa politics. Okay? Na alichaguliwa na chama gani? ODM. Munisikize tu. Aya. Tutoke kwa Babu Owino akona 9 years. 9 years. Now, let's come to the James Orengo. Orengo alijoin parliament 1980. Chama gani? KANU. At that time. Then from hiyo 1990 ako kwa parliament, amemove from one party to another. Okay? Wakiwa na baba Raila Amolo Odinga. 2 people. Okay? Now, down the line, if you can subtract 1980 minus 2026, unapata James Orengo akona 46 years kwa parliament. So he has an experience. Anajua vile parliament afanya nini? Inacheza mchezo wake. Alichaguliwa wapi? Alichaguliwa Ugenya. So watu wa Ugenya hawajaimtaka kubadilisha ama nini. Unaona mpaka ametoka hiyo ilikuwa ubunge mpaka sasa amefika Senate. So bado ako wapi? Ako na uwezo control wale watu ama ako na uwezo ushawishi Ugenya ama Siaya. Acha tutoke huko. So that is 46 years. Now, let's come to Wanga. Ndio mjue mahali penye shida inakujia. Wanga, she became member of parliament in 2013. Okay? So if you can minus 2013 up to 2026, down hiyo miaka yenye saizi ameserve, hizo ni 13 years. Okay?
Those are 13 years. Then hiyo ilikuwa ni Homa Bay. Alikuwa amechaguliwa kama women representative. Hiyo 2013 before move akuje kwa hiyo nini? Kwa kuwa saizi mahali penye yako. Which is good. So, tumebaki na jamaa anaitwa Mr. Oburu Odinga. Mr. Oburu Odinga aliingia kwa siasa way back 1994. Yeah. So, if you can minus 1994 mpaka saizi akona 32 years kwa siasa. Okay? Now, kwa hii ndio mjue mahali penye Homa Bay shida na kujia ni wapi. These people are fighting for nani alikuja mwanzo na nani anaweza linda nini chama ya ODM, because Babu Owino and Orengo, they're not feeling comfortable being led with Oburu, because they feel that walichaguliwa, huyu alishikwa mkono, because Mr. Oburu amekuwa just a member of parliament, kwa hiyo nini yake an elected MP from Bondo, nasikiza, until 2013. Hiyo miaka nyuma he has, although ameserve kama aliserve wakati wa Kibaki kwa financial minister, nakumbuka kitu kama hiyo ameserve, hata amekuwa kwa IALA hii ya East African Parliament, hii ya East African. So the guy has been in parliament, in government offices from one position to another position, which is good. Okay, now this is the issue here why they are fighting. Ukiangalia hizi miaka zenye nimetaja, you find that the person who is more qualified to run ODM as a leader unapata ni James Orengo. Okay? But Mr. Oburu ana feel betrayal kwamba huyu alikuwa ni ndugu yake, so he's supposed to be running the ODM party. Yeah? Then ukiangalia Wanga akona miaka 13 kwa hiyo siasa tangu waingie, tanga chukuliwe anze. Na ukiangalia Babu akona miaka ngapi? 9. So you feel these people are fighting for power in terms of nani alikuja mbele. Yeah? Nani alikuja mbele. Because tukiamini kweli Baba na Orengo walikuwa ni kitu kimoja. And those people fight for ODM ili simame mahali penye saizi iko. So Orengo anajua maneno mingi sana ya ODM. Yenye huwezi pata kama saa zingine huyu kama Babu Owino zingine ajui. Aya, Gladys Wanga zingine hawezi kuwa anajua zote. Kwa sababu the only person mwenye angekuwa qualified kwa hiyo wakati kuchukuliwa kama party leader ilikuwa James Orengo. Wakapea nani? Wakipea huyu mwenye ako na 33 years kwa siasa, which is Oburu Odinga. Na Oburu Odinga ukiangalia amekuwa kwa gava, lakini hajakuwa kama anasimama peke yake. He has been one position to another in government, ana move from position A to position B, lakini hakuwa na kama mbunge ama nini. He was unelected MP until 2013. So these people are fighting for power. Who can lead ODM? Na sorry to say this way, Sifuna hakuwa na supposed kuwa kwa nini kwa hii vita. He was just a collateral damage. Hakuwa na supposed kuwa hapo. Hii ni vita tu ilikuwa ni kati ya James Orengo, Babu Owino, Gladys Wanga na Oburu Odinga. That's it. This fight was just a pure politics. Who will lead Luo region? Hii ilikuwa ni hiyo tu. Who will lead Luo region? Hii ndi ilikuwa ni vita ya Homa Bay. So hii vita ilikuwa ni to send a message. Okay? Mwache kuangalia siasa in terms of nani.
kaa chini uangalie sasa, useme na nini inaendelea behind the tent. When you find that thing that continue behind the tent, utajua siasa ni nini. Siasa ni drama, na siasa usikasirikie mwenzako. Okay? If you see this video useful, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.